Kamanda umetuambia Dar es Salaam iko salama. Lakini tukiangalia kuna hii taharuki. Mpaka sasa watu wakisikia kauli ya jeshi la polisi rasmi ya kuhusiana hasa kutoka kwako kama kamanda wa kada maalum kuhusiana na balozi. Alikuwa balozi mpaka sasa labda utelezi unafikia wapi. Sema pia Dar es Salaam iko salama, kwa watu wanajiuliza kama hivyo alikuwa balozi ametoweka. Mtu ambaye alikuwa balozi. Sasa kwa raia wa kawaida kwanza naamini wewe ni mwanahabari mzuri na naamini umekuwa ukifuatilia taarifa mbalimbali. Sijui msemaji wa jeshi la polisi nchini akisema jambo kwako unalichukuliaje, kwamba ni taarifa au sio taarifa? Mama sema hujasikia taarifa kutoka kwangu kuhusiana na mtu uliyemtaja. Kwa kifupi sana na sitarajii kubishana, ndio maana nilikupa fursa ukaongea. Kwa kifupi sana, taarifa iliyotolewa ilikuwa na maelezo mazuri yenye mwendelezo wa hicho nachokisema, na maana nakumbuka taarifa ile ilimalizia kwa kusema taarifa ile inafanywa kazi, inafuatiliwa kwa karibu, na kwa sababu hiyo ninaamini zitaendelea kutolewa taarifa. Na kama ilitolewa na msemaji wa jeshi, na sisi ni taasisi, sasa sidhani kama ungependa ukisikia msemaji wa jeshi amezungumzia jambo moja lile lile ukapenda tena na mimi nilizungumzie, lakini mwisho utataka na OCD naye alizungumzie, utataka na polisi kata alizungumzie. Kwa mfumo wa jeshi kama taasisi lina mfumo wa kutoa taarifa, na ile taarifa ichukuliwe ni taarifa, na zitakapopatikana taarifa zingine zitatolewa kwa mfumo ule ule. Swali langu liko nje ya mada kidogo, inahusu bodaboda. Kwa wakazi wa Dar es Salaam kuona bodaboda wakitumia sheria hadharani, tena wakati mwingine mbele ya kuzungumzia, kwa sababu unaweza unatengeneza kiashiria cha wewe kuwa kwenye matatizo na kundi hilo. Naomba urekebishe halafu nikujibu. Sawa. Unatengeneza tatizo. Sawa. Ambalo utalitaka nilitolee habari baada ya kuwa umeshughulikiwa sasa na wale kama watakusikia. Sawa, tunazungumzia maafisa usafirishaji. Ndio. Yeah. Sasa kundi hili la maafisa wasafirishaji ni vijana wetu ambao wengi unaona wamepata ajira. Na kwa sababu hiyo vijana wale tumekuwa na jukumu kubwa la kuwapa elimu ya jinsi ya kufanya shughuli yao. Ukitufuatilia sana kwenye makundi mbalimbali, tumekuwa tukiwafuata, tukitoa elimu, tukiwaonyesha hatari ya matendo wanayoyafanya wakati wa kufanya shughuli zao zile za usafirishaji. Kupita kwenye taa nyekundu ni hatari kubwa kuliko hatari nyingine yoyote ambayo inaweza kusababisha kupoteza maisha yako kwa sekunde. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaeleza, lakini kuwafanya wavae kofia ngumu, kwa sababu unaweza kupata ajali ile ukigusa kichwa chini kwenye barabara zetu nzuri za Dar es Salaam, maana yake unapoteza maisha kiurahisi. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu, lakini pia tumekuwa tukitumia sheria zetu kuwazuia wasifanye yale wanayotaka, lakini pia kuwakamata. Na wakati mwingine umeziona heka za hapa na pale kati ya wasimamizi wa sheria pamoja na kundi hilo la vijana maafisa wasafirishaji. Kwa hiyo kwa ujumla wale hawajatushinda, na hatutarajii kama ipo siku watatushinda. Hata wao wanafahamu, ndio maana wakituona wanatambua, unaona wanageuza. Kwa hiyo tutaendelea kutoa elimu, lakini tutaendelea kusimamia sheria kuona kwamba wanatimiza majukumu yao mazuri ya uafisa wa usafirishaji kwa kufuata misingi ya kisheria.